Saa hii kusikia kuna mwili iko Mutodhiba. Tumekuja, tulikuwa tunafikiria iko kando kidogo, lakini iko mto katikati. Ni venye tujui imeangukia kwa daraja, juu ni karibu na daraja. Ni kurushwa ama ni kubebwa na maji. Tunangojea mwili itolewe, polisi wamekuja. At least tujue, lakini tungeomba serikali kama kuna uwezo, hii bridge iko hapa hii ya Kagongo, waweke tu hata hii mikego ya kando kando. At least bwana, mtu anaweza kuja na nduthi asukumwe na gari ajikute kwa mto. Hii serikali juu sisi tumeichagua na inatumia rasilimali yetu. At least waangalie mambo yetu kidogo. Hatuwezi jua ni mtu wa boda juu hajatolewa, lakini inaweza kuwa hata ni mtu wa boda. Juu mtu wa boda pale kwa daraja, saa ile kumenyesha hata mtu aonangi bere. Juu saa hii mvua inanyesha huku sana. Na hii river ni kubwa sana. Hiyo ni sawa. Mimi naomba William Samoei Ruto, hata kama wako tu kwa siasa na nini, kwanza waangalie mwananchi wa kawaida. Na leo tumepata na mshangao kubwa sana kupata mwili ya mtu ikiwa kwa mto na zaidi hayo akiwa katikati ya mto. Naomba watu wa area hii wawe wanajihadhari sana, na wakati mtu anaenda kuchota maji asiende peke yake. At least wakuwe wawili kwa security ya kila mmoja. Hiyo na hii mto nimebeba jana, mtu mmoja alitolewa pale Rukenya, na leo hapa pande za Kagongo tumepata mwingine. Tunaomba watu wajihadhari sana wakati ya mvua hii kubwa kwa sasa. Leo tulikuwa pale stage tukaambiwa pale kwa Dhiva kuna mtu amekufa na kwa mto huko ndani. Sasa kama sisi wasaidizi tukakuja, sasa tumemuona, sasa sisi tunataka kumtoa ndio tuone ni nani na tujue ni nani. Sasa hizi hajulikani ni mwanamke ama ni mwanaume. Lakini sisi mimi naomba watu wa Karumande, watu wa wapi, watu wote wajihadhari hii mto kwa juu. Hii mto saa hizi kikwanja kunyeza, hii mvua inakuanga mbaya sana. Sasa watu wajihadhari, ukienda kama unaona kama iko sawa si sawa, itakubeba hii Dhiva. Nembia kama ametolewa mbali sana. Karena pede itu asli itu nak kau jatuh. Bila malam orang kecil, jadi malam orang